Karibu kwenye maktaba, na leo tunakwenda kumwangalia Netumbo Nandi Ndaitwah. Huyu ni mwanamama ambaye amezaliwa tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 1952. Ni mwanasiasa wa Namibia ambaye ni rais wa 5 na wa sasa nchini humo tangu tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2025. Yeye ni rais wa kwanza wa kike nchini humo, na hapo awali aliwahi kuwa makamu wa 3 wa rais chini ya Rais Nangolo Mumba kati ya mwaka 2024 na mwaka 2025. Alikuwa mwanamke wa kwanza mgombea urais kupitia chama cha SWAPO ambacho kinafahamika kama South West Africa People's Organization mnamo mwaka 2024. Mwaka 2017 Nandi Ndaitwah alichaguliwa kuwa makamu wa rais wa SWAPO, mwanamke wa kwanza kutumikia katika nafasi hiyo. Kabla ya kuingia katika nafasi ya juu ya uongozi, Nandi Ndaitwah aliwahi kuwa naibu waziri mkuu wa Namibia kutoka mwaka 2015 hadi mwaka 2024 na pia waziri wa mahusiano ya kimataifa na ushirikiano kutoka Disemba 2012 hadi 2015 na kama waziri wa mazingira na utalii kutoka Machi 2014 hadi Disemba 2012. Yeye ni mwanachama wa muda mrefu wa bunge la taifa. Hebu tufahamu vizuri wakati wake wa nyuma. Nandi Ndaitwah alienda uhamishoni mwaka 1973 na kujiunga na wanachama wa SWAPO nchini Zambia. Alifanya kazi katika makao makuu ya SWAPO huko Lusaka kutoka mwaka 1973 hadi mwaka 1975 na kuhudhuria kozi kwenye shule ya Leninhaya Komsomol katika Umoja wa Kisovieti kuanzia mwaka 1975 hadi mwaka 1976. Nandi Ndaitwah akawa naibu mwakilishi wa SWAPO nchini Zambia kutoka mwaka 1976 hadi mwaka 1978 na mwakilishi mkuu nchini Zambia kutoka mwaka 1978 hadi mwaka 1980. Na kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1986 alikuwa mwakilishi mkuu wa SWAPO katika Afrika Mashariki na makao yake makuu yalikuwa Dar es Salaam. Alikuwa mwanachama wa kamati kuu ya SWAPO kutoka mwaka 1976 hadi mwaka 1986 na rais wa shirika la wanawake la kitaifa la Namibia kutoka mwaka 1991 hadi mwaka 1994. Amekuwa mwanachama wa bunge la taifa la Namibia tangu mwaka 1990. Alikuwa naibu waziri wa mahusiano ya kimataifa na ushirikiano kutoka mwaka 1990 hadi mwaka 1996 na kwanza alipata hadhi ya waziri mnamo mwaka 1996 kama mkurugenzi mkuu wa masuala ya wanawake katika ofisi ya rais ambapo alihudumu hadi mwaka 2000. Mnamo mwaka 2000 alipandishwa cheo kuwa waziri na kupewa kwingineko ya masuala ya wanawake na ustawi wa watoto, na kuanzia mwaka 2000 hadi mwaka 2010 alikuwa waziri wa habari na utangazaji katika baraza la mawaziri la Namibia. Baadaye alihudumia kama waziri wa mazingira na utalii hadi mabadiliko makubwa ya baraza la mawaziri mnamo Disemba mwaka 2012 ambapo aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Nandi Ndaitwah aliteuliwa kuwa naibu waziri mkuu chini ya Rais Heji mnamo Machi 2015 wakati akihudumu sambamba kama waziri wa uhusiano wa kimataifa na ushirikiano. Nandi Ndaitwah anakaa katika kamati kuu ya SWAPO na katika ofisi ya kisiasa. Yeye pia ni katibu wa chama cha habari na uhamasishaji na kwa hivyo ni mmoja wa wasemaji wakuu wa SWAPO. Mnamo Machi mwaka 2023 Rais Geingob alimtaja Nandi Ndaitwah kama mgombea uraisi wa SWAPO katika uchaguzi mkuu wa Namibia wa mwaka 2024. Baada ya kifo cha Geingob mnamo Februari 2024, Nandi Ndaitwah aliteuliwa kuwa makamu wa rais akimrithi Nangolo Mumba ambaye alikuwa rais. Yeye ni mwanamke wa kwanza kutumikia katika jukumu hilo.
Mnamo tarehe 3 Disemba mwaka 2024 alitangazwa rasmi kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Namibia na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza kushikilia nafasi hiyo. Nandi Ndaitwah alipokea kura 683,660 sawa na 58.7 na kumshinda Penduleni Itula pamoja na Mchelsi Venan. Alichukua ofisi rasmi tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2025 kutoka maktaba, na hiyo ndio historia ya mwanamama huyu anayefahamika kwa jina la Netumbo Nandi Ndaitwah. Mimi ni Rajan Philemon. Usisahau kunifuata kwenye mitandao ya kijamii kama pale Instagram, Facebook na TikTok kwa jina la Rajan Philemon. Tukutane tena wakati mwingine.